Asante kusalia na NTV jioni. Sasa kwa zaidi ya saa 4 vituo vya runinga vya NTV, KTN na K24 vilizimwa na mamlaka ya mawasiliano nchini chini ya amri ya mkurugenzi wa mamlaka hiyo David Mugonyi, ambaye kwa wakati mmoja aliwahi kuwa mwanahabari wa Nation Media Group. Kulingana na barua iliyotumwa kwa vituo hivyo ni kwamba vilikiuka sheria za mawasiliano nchini kwa kupeperusha yaliyojiri wakati wa maandamano hayo. Mamlaka hiyo ilirejesha vituo hivyo hewani Alhamisi asubuhi, kama anavyotuarifu Bridget Ngana. Jumatano, Wakenya walipoendelea kufuatilia maandamano ya kumbukumbu ya waliofariki kwenye maandamano ya Juni 25 mwaka jana mubashara, vituo vya runinga 3 za kibinafsi zilizima kutokana na masharti ya David Mugonyi, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini. Mugonyi alidai vituo hivyo vilizimwa baada ya kukiuka amri yake. Hatua hii ikiibua tetesi kutoka vituo vya habari na muungano wa wahariri nchini na hata mahakama kuu kutupilia mbali amri hiyo kwa kusema ilikiuka uhuru wa vyombo vya habari. Kabla ya Mugonyi kwa mkurugenzi wa mamlaka ya mawasiliano nchini, alikuwa mwanahabari hasa wa shirika la NMG. Baadaye alifanya kazi bunge kabla ya kujiunga na kitengo cha mawasiliano katika afisi ya William Ruto alipokuwa naibu rais. Alhamisi asubuhi mamlaka ya CAK ilitoa taarifa ya kufungua vituo hivyo 3, huku waziri wa usalama wa ndani akitetea hatua ya serikali dhidi ya vyombo vya habari. And this is really of great concern to me, that the media houses were expected to have self-regulation. Apart from, at the end of the day, even the media houses are doing business in Kenya. If this country bans, just because you wanted to sell newspapers, you wanted to do media engagement, it's a loss to everybody. Hii sio mara ya kwanza kwa vituo vya runinga kuzimwa na mamlaka ya CAK. Mwaka 2018, vituo vya habari ikiwemo NTV vilizimwa baada ya kupeperusha mubashara kuapishwa kwa Raila Odinga, ambaye wakati huo alikuwa amepinga matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2017. Bridget Ngana, NTV.